tunaona msimamo wa Young Africans mara baada ya kile walichokuwa kikihitaji kuweza kutokea, wamekubali tena tarehe 25 kucheza. Ni kweli kuna vitu ambavyo Young Africans walikuwa na vihitaji na imeonekana ni kama kizungumkuti, ni sarakasi kwa muda mrefu, lakini sasa hivi tunazungumza kwamba TFF ni kama wamekubali na kila kitu kinaenda sawa, kwa sababu siku ya jana jioni tulianza kuona picha kutoka Ikulu. Hizo picha kutoka Ikulu tuliona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amepiga picha na viongozi wa Simba, lakini pia tuliona picha nyingine amepiga na viongozi wa Yanga. Na kwa upande wa Simba alikuwa kiongozi ni mmoja, wengine walikuwa ni wanachama, wanazungumzia kina Hasano, kina Hassan Dalali ambao wanaonekana kuna ile picha. Lakini kwa upande wa Young Africans alionekana mwekezaji, yani mdhamini au mfadhili wa klabu ya Yanga Garibu, lakini pia alionekana makamu wa rais wa klabu ya Yanga Arafati Haji, lakini pia mtendaji mkuu ambaye ni Andrew Ntine, ambao walionekana kwenye ile picha akiwa na mheshimiwa rais. Baada hapo ikatoka taarifa ya bodi ya ligi. Taarifa ya bodi ya ligi ilikuwa na mambo mengi, ilizungumzia tu kwamba mchezo wa Young Africans dhidi ya Simba Sports Club utachezwa tarehe 25 ya mwezi huu wa 6 saa 11 jioni kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa. Tunawatakia maandalizi mema Simba na Yanga. Taarifa iliisha hapo. Maswali yakaanza kuwa mengi sana, kwa sababu juzi tulishuhudia Simba Sports Club walitoa taarifa kwamba kama mechi itapelekwa mbele kutoka tarehe 15 kwenda tarehe zingine, hawatashiriki huo mchezo, hawatacheza huo mchezo, na watakuwa wamebakiza michezo miwili peke yake ya ligi kuu. Kwa hiyo barua yao wakati inaelekea kufikisha masaa 24 tayari ikatoka taarifa ya bodi ya ligi, lakini ilitanguliwa na hizo picha ambazo tumeziona kwenye peji ya habari na mawasiliano ya Ikulu. Baada ya hapo usiku saa 3:00 ikatoka taarifa ya bodi ya ligi, ilikuwa ni ya TFF, ambayo taarifa hiyo inasema ya kujiuzuru kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi mzee Steven Mguto, lakini pia rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF ndugu Wallace John Karia ameweza kumsimamisha mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almas Jumapili Kasongo. Ndio hiyo taarifa ambayo ipo toka usiku wa jana, na stories zimekuwa ni nyingi, na ukitazama kuna watu wanasema kwamba tayari kajiuzuru kasimamishwa, lakini tayari automatically ni kama hatuna bodi ya ligi kwa sasa hivi. Tuna shirikisho la soka Tanzania peke yake ambao ni TFF. Kwa sababu gani nasema hatuna bodi ya ligi? Tayari amejiuzuru mwenyekiti wa bodi ya ligi, lakini pia amesimamishwa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi. Kwa maana hiyo bodi ya ligi wameondoka wale viongozi ambao ni muhimu. Kwa maana hiyo nani atakaimu? Na tayari kuna wajumbe wawili waliweza kujiuzuru, kwa unakumbuka. Baada ya dabi ya tarehe 8 kuahirishwa, kuna mjumbe mmoja alijiuzuru, lakini sasa hivi tunaenda siku ya 5 ya 6, kuna mjumbe mwingine alijiuzuru. Kwa maana hiyo ukitazama tayari, yani tunaweza kuthubutu kusema kwamba hakuna bodi ya ligi mpaka sasa hivi. Kwa hiyo tutegemee kila taarifa itakuwa inatoka shirikisho la soka Tanzania, itakuwa inatoka kwenye TFF kupitia afisa habari Ndimbo wa TFF, kupitia mtendaji mkuu Fred Kidau au rais wa shirikisho Wallace Karia na wengineo. Na sidhani kama kutakuwa kuna taarifa kutoka kwa mwanetu Karimbo Imanda au taarifa yoyote kutoka kwa bodi ya ligi. Tutafuatilia na tutajua, lakini nachokiona mimi kwamba tayari bodi haipo, na tayari yale matakwa ya klabu ya Yanga yameanza kufanyiwa kazi taratibu, yani kwamba hatua kwa hatua, kwa sababu tayari hatua ya kwanza ndio hii hapo, wameweza kujiuzuru Steven Mguto, lakini Almas Jumapili Kasongo naye pia ameweza kusimamishwa. Kwa yale matakwa klabu ya Yanga yameenda kufanyiwa kazi. Na kama unakumbuka Almas Jumapili Kasongo alisema matakwa ya klabu ya Yanga yanaweza kutekelezwa, lakini sio kwa sasa, itachukua muda mrefu, na kama itachukua muda mrefu inabidi wawe wavumilivu, yatafanywa kazi taratibu mpaka mambo yatapokuja kuwa mazuri. Lakini tumeona baada ya taarifa kupeleka dabi mbele,
Tayari tumeona hii taarifa ya kuweza kuwajibisha viongozi wa bodi ya ligi. Kwa maana hiyo matakwa ya Yanga yameenda yanafanywa kazi taratibu na kila kitu kinaenda sawa. Ndio maana hata kutangazwa dabi hiyo kupelekwa tarehe 25 ya mwezi huu wa 6. Hii imefanya kwamba kuona mashabiki wa Yanga wanapiga shangwe, wanashangilia. Kwa hiyo wanashangilia wao wakiamini kwamba ni ushindi tosha. Lakini kwa upande wa Simba au Simba Sports Club kama hawajapokea vizuri, kwa sababu jana klabu ya Yanga baada ile taarifa waliposti wakasema dabi tarehe 25 saa 11 jioni Benjamin Mkapa. Tukaona shangwe nyingi sana za mashabiki wa Yanga. Simba waliposti picha pia, ambao picha ina mashabiki wa Simba wakiwa wameshika bendera ya Simba Sports Club na bendera ya taifa, yani bendera ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alafu wakaandika nguvu moja. Hapakuwa na caption yoyote zaidi ya hashtag ya nguvu moja. Kwa maana hiyo huenda Simba wanaamini kwamba wao na mashabiki wao ni kitu kimoja. Kwa kama ni kitu kimoja, kuna vitu wanaweza wakafanya na wakaenda pamoja, au watakaa watajadiliana na wao watatoka na tamko. Tamko lipi wanza katoka nalo? Tumeshuhudia tayari viongozi wa Simba walikuwa Dodoma, si ndio? Kama walikuwa Dodoma, walikuwa Murtaza Mangungu. Huenda Simba wakamkataa Murtaza Mangungu, kwa nini haukwenda na Zuena? Kwa nini haukwenda na labda Cletus Magoli, au kwa nini haukwenda na Mohamed Dewji? Inaweza pia hiyo ikaleta nini? Ikaleta kelele. Ameenda yeye Murtaza Mangungu, ameenda na wanachama wa Simba Sports Club ambao si viongozi wa Simba Sports Club, Asano pamoja na Hassan Dalali. Kwa maana hiyo wale si viongozi wa Simba Sports Club. Kwa hiyo pia inaweza ikaleta changamoto kwa upande wao, lakini kutokana na hili tamko lilopo inaonekana kabisa shairi dhaili, dabi ipo, mechi ipo na itachezwa, lakini tu kuna taratibu za hapa na pale zitafuatwa, kila kitu kitakuwa sawa, kwa sababu aliyewaita ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Wamemheshimu, wameenda na wamekubaliana. Sioni kama kuna kitu kinaweza kubadilika. Sawa. Bwana, kuna jambo ulikuwa umelizungumzia hapo kuhusiana kwamba na bodi kutokuwepo kabisa. Miongoni mwa maombi ambayo Young Africans walikuwa wakiyataka yakitokea kwamba ikivunjwa kwa bodi maana yake undwe nyingine ndio watakubali kwenda kucheza michezo katika maombi yale maneno aliyoomba. Sasa hivi tunaona kama ni viongozi ambao wametoka. Na hapo umezungumzia kwamba bodi inaweza isiwepo huko. Hauone kama vile kuna watu ambao itabidi kukaimishwa ikusudi taratibu zingine zote za kibodi ziendelee kama kawaida? Maombi ya Young Africans kwamba bodi iweze kujiuzuru, kwa maana hiyo kuna njia nyingi za kujiuzuru. Yanga wanataka mabadiliko na wanataka bodi huru. Bodi huru ni bodi ambayo inajitegemea.